Wapendwa katika Kristo, karibuni katika Jumapili hii ya tatu ya kipindi cha kawaida, Jumapili ya neno la Mungu. Nitaanzia kutafakari juu ya neno la Mungu. Napenda nikuulize kwamba wangapi tuko na neno la Mungu katika familia zetu, sehemu zetu tunapokaa? Je, uko na neno la Mungu? Biblia, namaanisha Biblia. Na kama uko nayo, mara ya mwisho kuifungua ilikuwa ni lini? Wengi wetu tunaweza kuwa na Biblia lakini tumeziacha sehemu ambazo sasa zimekuwa na vumbi, zimejaa vumbi tupu. Jumapili hii ya neno la Mungu, mpendwa Mkristo, Papa Francis mwaka 2019 baada ya kuona waumini tulio wengi tunaenda Jumapili na kusikiliza neno la Mungu, hatuna nafasi ya kujisomea sisi wenyewe tukirudi majumbani. Baada ya kuona hicho, Papa Francis aliamua kuitenga Jumapili ya tatu ya kipindi cha kawaida kuwa Jumapili ya neno la Mungu. Kwa nini alifanya hivi? Unaweza kuniuliza, kwa nini aliamua kufanya hivi? Sababu ambazo zilimfanya Papa Francis kwa kufanya hivyo ni baada ya kuona, kama nilivyokuambia, kwamba kuona waumini wengi kusikia neno la Mungu siku ya Jumapili peke yake. Basi akaamua kwamba hii Jumapili ya tatu katika kipindi cha kawaida iwe Jumapili ya neno la Mungu. Na ilianza kuadhimishwa sasa kuanzia mwaka 2020. Lengo la madhumuni tunaona kwamba kwanza alitaka kukuza upendo wa neno la Mungu. Yaani kukuza upendo katika neno la Mungu, Biblia. Pia alihimiza kusoma neno la Mungu na kulitafakari. Baada ya kulitafakari neno la Mungu, tunahimizwa kuyaishi yale ambayo tumeyasoma, ama kuliishi neno la Mungu kwa maneno na matendo yetu. Hivyo tunakuja kuona kwamba neno la Mungu ni hai na lenye kuzaa matunda. Hii inamaanisha kuwa neno tunalolisikia si maandishi tu, bali ni Kristo mwenyewe ananena na sisi ndani ya neno hili katika Biblia. Tunasoma Waebrania 4:12, maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Nikuulize Mkristo, je, neno la Mungu linaigusa na kubadilisha moyo wako? Au ninalisikia tu, unalisikia juu peke yake na linapita hivyo? Ukisoma Mathayo hata sura ya 13, pale tunaelezwa kuhusu aina 4 za moyo ambayo neno la Mungu linakuja. Kuna wengine tunakuwa na mioyo kama miiba, wengine tunakuwa kama miamba, mioyo yenye miamba, wengine mioyo yetu kama njia, lakini tunaitwa kuwa moyo ambao kama udongo ambao neno la Mungu lilipandwa likamea. Ukiendelea kusoma pia tunaona huyu Mwebrania, neno la Mungu linapaswa kutuongoza katika maamuzi yetu, maneno yetu, matendo yetu ya kila siku. Mungu anahakikisha kuwa neno lake lina nguvu ya kuzaa matunda ndani yetu, ikiwa tutaliruhusu litutawale. Ukisoma Isaya sura 55 mstari wa 10 hadi wa 11. Hivyo basi, Jumapili hii ya neno la Mungu, mpendwa, tunahimizwa sasa kukuza upendo juu ya neno la Mungu, kwa kulisoma, kulitafakari na kuweza kuishi sasa katika mioyo yetu.